Jumuiya ya maendeleo ya Shenge Juu wilaya Wete mkoa wa Kaskazini Pemba imeiomba serikali kuunga mkono katika mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi kwa kupanda miti ili kudhibiti athari ambazo zimekuwa zikijitokeza kwa maji bahari kuingia kwenye bonde la mpunga la Kwang'ombe. Akizungumza mara baada ya kumaliza zoezi la upandaji miti, mjumbe wa kamati kuu ya Jumuiya ya maendeleo Shenge Juu, Yusuf Omar Mbaruk, amesema kuwa hadi sasa jumuiya yao imeotesha miti 30,000 kwa kipindi cha mwaka mmoja, huku ameiomba serikali kuendelea kuziona juhudi zao za utunzaji wa mazingira. Tupo katika leo ni siku yetu ambayo tumekuja kwa ajili ya kuendeleza utunzaji wa mazingira na upandaji wa miti katika shehia yetu, na hii ni shamba yetu ya pili katika shamba ambalo tulitoka awali, na mliona jinsi ya mazingira tulivyoyaboresha na miti yetu jinsi ilivyo, na sasa hivi tupo kwenye shamba ya pili. Juhudi kubwa ambayo tumeifanya kupitia kikundi chetu na tukishirikiana pamoja na askari jamii, sisi wenyewe ni askari jamii lakini pia naona kikundi, lakini kushirikiana na jumuiya ya maendeleo ya Shenge Juu kutunza mazingira haya. Tumejitahidi katika kuendeleza upandaji wa miti hii. Hii ni tuna shamba kama 5 sasa hivi za upandaji wa miti. Tumeshapanda miti 30,000 kwa muda wa miezi 6. Tuna miti zaidi ya 30,000. Miti hii tulianzia awali kabisa, tulianzia kuipanda. Tunayo mengine ambayo ni midogo, mengine ambayo ni mikubwa zaidi katika maeneo yetu. Maeneo yote yameathirika zaidi kimazingira, hasa katika ukataji wa miti kiholela. Imekatwa sana kiholela. Kwa hiyo sisi tukaona ipo haja ya kuweza kuiboresha miti hii na kuipanda upya ili kuweka mazingira sawa, kwa sababu bahari yetu inatoa maji mengi ambayo yanapeleka katika mashamba ya wakulima wa mpunga. Sehemu ya Kwang'ombe wanaathirika sana katika shughuli ya upandaji wa mpunga. Maji ya chumvi yanaingia mashamba sasa hivi hayatumiki. Kwa hiyo moja ya jambo ambalo tuliona kwamba linaweza likasaidia ni upandaji wa hii miti. Miti hii tumeshirikiana na jumuiya kama tulivyosema awali ya maendeleo ya Shenge Juu, na leo hii ni ziara maalum ya jumuiya na tunawashukuru. Naye diwani wa wadi ya Kiungoni amewapongeza wanajumuiya hiyo kwa kuendelea kutunza mazingira hayo kwa kupanda miti, hali ambayo itarudisha mandhari mazuri ya bahari na kuzuia maji chumvi kuingia kwenye mashamba ya wakulima wa mpunga. Juma Ali Hamadi ni mzaliwa wa Shenge Juu katika wilaya katika shehia ya Shenge Juu, wadi ya Kiungoni. Ni diwani wa wadi hii ya Kiungoni, jimbo la Pandani, wilaya ya Wete. Mimi nishukuru sana kumshukuru Mwenyezi Mungu, na ni juu yetu Waislamu au wote kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile anachotujalia Mwenyezi Mungu. Shukrani kubwa ni kuona ni jinsi gani vijana hawa walivyoweza kujiunda kwa kushauriana na viongozi ambao walionelea jambo hili kwamba ni jambo zuri. Kwa kweli hii inaonyesha, au ni juu yangu ni kuwashukuru sana vijana hawa kwamba wajitahidi kuendeleza hii juhudi kwa kufanikisha hali hii. Ni mengi ambao kwamba alishazungumza aidha katibu, yani mwenyekiti wa kikundi. Ni vitu vimenifurahisha sana, vimenivutia kama kiongozi wao, kama diwani wa wadi ya Kiungoni, kuwaona kwamba ni watu ambao wanapaswa kupigiwa mfano. Na silikuwa napendelea kwa sababu pwani ambayo inaathirika, bahari inaathiri mmomonyoko wa ardhi sehemu nyingi. Si hii tu, ndani ya wadi yangu basi kuna sehemu kadha wa kadha ambazo kwamba inaonyesha kwamba bahari inatengeneza mmomonyoko wa ardhi, bahari kupanda juu, sehemu ambazo kwamba si wasili wa bahari lakini zimetengeneza sasa hivi kuwa bahari. Ili swala hili la utunzaji wa mazingira litapelekea kuzuia ile kasi kubwa ya bahari kupanda juu, kubadilisha maeneo ambayo ni ardhi ya kawaida na kuibadilisha kuwa ardhi ya pwani. Jambo ambalo hatua hiyo haitoishia tu hapa kwenye maeneo mengine ya mashamba, lakini itafika mpaka kwenye majumba, jambo ambalo litaweza kuleta athari nyingine kubwa zaidi.
Sasa kwa kuwa juhudi hii inaendelea, naomba na vikundi vingine na watu wengine nao pia wachukue mfano, waige mfano wa kikundi hichi cha maendeleo maendeleo ya Shenge Juu. Mimi jina langu naitwa Mtumwa Salim Muhamadi Bakari. Mimi kilichonivutia kuingia katika kikundi hichi cha kupanda mikoko ni kuona kwamba ardhi yetu inaingia mmonyoko mkubwa sana. Yaani maji ya bahari yanapanda mpaka juu mashambani kwetu kwa mipunga. Ni kwamba mipunga tukiipanda haistawi vile inavyotakikana. Hilo bonde letu la kwa ng'ombe maji yafika mpaka huko maji ya bahari. Halafu sisi ni kwamba tunaingia katika kikundi hichi cha kupanda mikoko kwa mujibu wa kuwa tupate maendeleo. Ndio tunayoyataka si kwetu. Halafu sisi wenzetu waturudisha nyuma. Ni kwamba tuwapanda wao wakata miti tunaoipanda. Kuna maeneo fulani saizi hapo pale tunapokwenda mwanzo. Pana miti mengi ambayo inkatwa, ishahasirika kwa kukatwa. Sasa kwa hivyo sisi ndio tuwaomba hili tupate usaidizi.